Leo ni siku ya pili katika huu mkutano wa afya ya akili ambao unafanyika hapa Kahama na ni Submarine Hotel, na niko na Bwana Chaza hapa, mkurugenzi wa WAIDS, ambaye jana pia alitutaarifu juu ya mkutano huu ambao mpaka leo hii hapa, ikiwa ni siku ya mwisho kabisa tarehe 31 ya Mei, bado watu wataendelea kupata madini, yani kwamba hivi kila mmoja ambaye amefika hapa anatarajia kupata mabadiliko makubwa na yeye kugeuka kuwa balozi mzuri wa mambo yanayohusiana na afya ya akili. Bwana Chazi, habari ya asubuhi? Ni nzuri sana. Habari ya asubuhi? Bwana, mimi ni njema kabisa. Hongera kwa siku ya pili, mpango naona uko vizuri kabisa. Mimi nafurahi, labda shauku yangu ni kujua tu wewe ambaye umefika leo kwa mara ya pili. Yeah. Unajionaje na hali? Mimi niko vizuri kabisa, nimejitengeneza kutokea jana, niko fresh kabisa. Vipi mental health yako? Umejaribu ku-maintain lakini? Si unaona ninavyokujibu pia. I can see energetic. Yeah, so much I like. Yeah. Ndio. Tuambie ujio wa mgeni rasmi umekaaje? Yeah, of course. Tuna siku mbili. Tulikuwa na jana ambao ni siku ya kwanza tarehe 30 Mei, ambapo tulitarajia tuwe na waziri wa afya, lakini kwa sababu ya zilizo nje ya uwezo wetu akawa amemtuma mkuu wa wilaya kuja kumwakilisha. Lakini kwa siku ya leo ilikuwa imeandaliwa mgeni rasmi, ni naibu katibu mkuu, ni katibu mkuu kutoka TAMISEMI, na tunashukuru Mungu amefika tangu jana hapa, amewasili jana jioni. Kwa hiyo leo tuko naye hapa, lakini pia tunaye mkurugenzi kutoka ofisi ya maendeleo ya jamii ambaye ni mkuu wa idara na ni mkurugenzi wa idara ya ustawi na afya ya akili wizara ya maendeleo ya jamii. Okay. Tuambie matarajio ya leo watu kupata madini ni yapi? Mwendo ni ule ule. Kasi ni ile ile. We need the change. Tunahitaji mabadiliko na tunahitaji ujumuishaji wa afya ya akili, kwa sababu tunatamani kufurahi, tunahitaji kuenjoy na tunahitaji kuona tukistawi juu na tukizingatia haswa afya zetu za akili. Kwa hiyo nachoweza ukisema tu kila ambacho tulikipata jana, kama kilikuwa na mapungufu, nafikiri mengi tumeyasikia. Kwa kama kulikuwa na mapungufu ni machache sana, ambayo naamini leo yatakuwa ni sehemu ya kuwa amazing, na itakuwa ni kitu ambacho ni better. Utatamani tuendelee na kesho kutwa, lakini nakwambia leo ndo tunamalizia. Shukrani sana. Asante sana. Mimi naitwa Emerson, nitakusogezea taarifa juu ya nini leo ambacho kitakuwa kikifundishwa ama kutolewa kwenye maelekezo ya watu 300 kutokea mikoa takriban 26 hapa Tanzania. Asante.